Maisha yaliendelea. Hatimaye mitihani ya kidato cha 4 ambapo ilikuwa mitihani ya taifa ilikaribia. Na bahati nzuri Kambona alisajiliwa kufanya ile mitihani kwa sababu mtu aliyekuwa anasimamia lile zoezi la kusajili wanafunzi alikuwa ni mwalimu mkuu. Kila mtu alikuwa anaona Kambona anaenda kufeli mitihani na kupata 0 kabisa kwa sababu ni mwaka mzima kijana huyo alikuwa hajawahi ingia darasani wala kufanya mitihani wowote wa kujipima. Kijana Kambona alijitahidi mno kufanya mbinu za yeye kuelewa mambo. Kuna muda mwingine alienda majararani pale shuleni kuokota baadhi ya makaratasi ya mitihani iliyotupwa ili ajipime. Siku zilizidi kusogea huku kila mwanafunzi wa darasa la 4 akijiona yeye ndo bora. Kutokana na uzito wa mitihani ile, basi wanafunzi wa darasa la 4 walianza kusoma mpaka jioni kabisa na giza. Ila kijana Kambona hakuruhusiwa kabisa kuingia darasani na awamu hii mpaka dirishani alianza kufukuzwa. Hatimaye siku za mitihani ziliwadia huku wasimamizi wa ile mitihani wakiwa ni walimu kutoka shule zingine. Kwa hiyo Kambona alichukuliwa kama walivyo wanafunzi wengine pale shuleni. Mitihani ilifanywa kwa siku 3 tu na ilimalizika huku kila mwanafunzi akiwa analalamikia ugumu wa mitihani. Ila hali hiyo ilikuwa tofauti kwa kijana Kambona. Yeye alikuwa anaona kama ndo mitihani ile ni mtego kwake, kwa sababu alikuwa anaona maswali mepesi tofauti na alivyowaza. Mpaka alijikuta anaanza kuhisi kakosea kutokana na yale malalamiko ya wenzake ambayo alikuwa kayasikia. Hatimaye shule zilifunga huku wale wa darasa la 4 wakiwa na presha kweli kweli ya kurudia darasa kutokana na ugumu wa mitihani. Wakati wengine wanawaza, kijana Kambona yeye vibarua vilikuwa vimekorea haswa. Bahati nzuri katika kijiji hicho watu walikuwa ni wavivu mno kufanya kazi ngumu. Kwa hiyo vibarua vya kazi ngumu vilikuwa vingi, kiasi kwamba pamoja na kwamba watu walikuwa hawampendi kijana Kambona, ila walikuwa wanampatia vibarua hivyo kwa sababu ilikuwa haina namna. Mpaka unafika mwezi wa kwanza, Kambona alikuwa akakusanya pesa ya kutosha. Ila siku zote juhudi za mtu huwa zinafanya watu wengine wapate tamaa ya kurudisha nyuma juhudi hizo. Ikiwa imesalia siku moja shule zifungue, kijana Kambona akiwa kalala kwenye kinyumba chake kama kawaida usiku wa manane, alivamiwa na vijana wa pale pale kijijini. Kitu walichokuwa wanataka zilikuwa ni pesa zote ambazo kijana huyo huaga anafanya vibarua. Kutokana na kipigo ambacho alitembezewa, alijikuta anatoa pesa zote bila kubakisha hata shilingi mbovu. Japo kuwa Kambona aliwafahamu vyama waliompora zile pesa, ila hakuwa na namna yoyote kwa sababu pale kijijini alikuwa anaonekana yeye si chochote. Basi akiwa na maumivu siku hiyo Kambona aliwahi shuleni. Ilikuwa ni siku ambayo wanafunzi wa darasa la 4 walikuwa wanatembea kwa kujificha na hofu, haswa kutokana na hofu ya matokeo ambayo kwa taarifa yalikuwa yanatoka kesho yake. Ila pale shuleni tayari yule mwalimu mkuu ambaye alikuwa anamtetea mno Kambona alikuwa kafanywa figisu na walimu wenzake na muda wote alikuwa yupo kwenye mipango ya kuhamishwa. Siku hiyo ilipita, iliwadia siku nyingine ambayo ilifanya baadhi ya wanafunzi wa darasa la 4 wasiende shuleni kwa kusingizia kuumwa kutokana na hofu ambayo walikuwa nayo. Basi masaa yalisogea, ikiwa ni mida ya saa 3, kengele ya dharura kwenda paredi iligongwa. Kwanza kulikuwa na mambo mawili ambayo wanafunzi walikuwa wameitiwa pale paredi. La kwanza, mwalimu mkuu alikuwa anawaaga wanafunzi kwa sababu alikuwa kahamishwa. Pili, alikuwa anataka kuwatangazia matokeo ya kidato cha 4. Kila mwanafunzi pamoja na walimu wote pale shuleni walibaki wamekodoa macho baada ya kijana Kambona kusomwa kama mtu aliyeongoza kwa ufaulu mkubwa hapo shuleni. Na ilikuwa sio hapo shuleni tu, bali ilikuwa ni mkoa mzima, yeye ndo kaongoza. Kwa wivu, wanafunzi walishindwa hata kumpigia Kambona makofi. Yaani walitamani wamsingizie mwalimu mkuu kwamba kampendelea, ila kutokana na kwamba ile mitihani ilikuwa imetungwa kitaifa na kusahishwa kitaifa, kila mtu alibaki bubu. Nusu ya wanafunzi wa darasa la 4 walirudia darasa, wengine wakiwa ni baadhi ya watoto wa walimu. Basi mwalimu mkuu alimpatia Kambona zawadi mbele ya wanafunzi. Ilikuwa ni madaftari 10, sare za shule mpya na viatu. Kutokana na taarifa niliyoipokea, wanafunzi 10 waliofanya vizuri kitaifa wamepata bahati ya kupelekwa nje kwenda kusoma na kila kitu kitalipiwa na serikali mpaka mwisho wa elimu yao. Kwa kuwa Kambona ni miongoni mwa hao 10 akiwa ameshika nafasi ya 6 kitaifa, naye kapata hiyo bahati. Kwa hiyo tumpigie makofi. Ukiachana na zawadi alizopewa Kambona, hiyo ni kauli ya mwalimu mkuu ambayo iliwauma mno wanafunzi shule nzima na walimu. Yaani walikuwa wanaona kama maajabu vile, huku kijana Kambona meno yote akiwa nje kwa furaha ambayo alikuwa nayo. Na furaha yake ilikuwa sio kufanya vizuri wala zile zawadi, bali ilikuwa ni ile kauli ya kwamba yeye anaenda kusoma nje. Ina maana nitapanda ndege? Sinasikiaga ukiwa unaenda nje ya nchi unapanda ndege.
Kambona alijikuta anajiuliza maswali kwa furaha. Kambona alishtuta kwamba anajiuliza yale maswali kwa sauti ambayo ilifanya mwalimu mkuu acheke. Kambona, ndiyo, utapanda ndege, sawa eh? Mwalimu mkuu akiwa anacheka alimjibu Kambona. Basi kijana Kambona alijishtukia na kujikooresha kinafiki. Mwalimu mkuu aliaga wanafunzi na walimu na kuwatakia maisha mema, ila aliona kabisa nyuso za walimu na wanafunzi zilivyokosa amani, na aligundua kwamba zimekosa amani kutokana na yale matokeo, bali sio yeye kuondoka. Maisha mapya kwa Kambona pale shuleni yalianza, huku akiwa anasubiri hiyo safari ya kwenda nje ifike. Na awamu hii maisha yalianza kuwa magumu kwa sababu mwalimu mkuu mpya aliyeletwa alikuwa tofauti na aliyeondoka. Mwalimu mkuu mpya alikuwa anaamini kusikiliza maneno ya wenyeji wake kuliko itikadi zake yeye. Kwa hiyo alijikuta anamezeshwa maneno kumhusu kijana Kambona. Awamu hii Kambona hakuruhusiwa hata kukaa dirishani, yaani alikuwa hatakiwi kabisa pale shuleni. Maisha yalizidi kusonga, ila kitu ambacho kilikuwa kinamshangaza Kambona ni kwamba alikuwa haoni kama kuna dalili yoyote ya kwenda kusoma nje. Yaani badala ya yeye kupewa taarifa za kueleweka pale shuleni, ndo alikuwa anatimuliwa kabisa. Baada ya Kambona kuwa king'ang'anizi mno, alitafutiwa sababu za uongo pale shuleni na alifukuzwa shule kabisa. Hapo Kambona alijikuta anakata tamaa kabisa. Ina maana mwalimu mkuu yule alidanganya kwamba anaenda kusoma nje. Mbona sielewi? Kambona akiwa mtaani, hayo ni maswali ambayo alikuwa anajiuliza bila kupata majibu sahihi. Upande wa huku shuleni, walimu walionekana wanagawana pesa ofisini, huku wakiwa wanacheka kwa furaha mno, huku wakiwa wanaongozwa na mwalimu mkuu mpya. Angekuwepo yule fala, sidhani kama tungepata hizi pesa, maana alikuwa anajifanya na misimamo kweli. Nilikuwa simpendi yule mwalimu mkuu, sema basi. Jamani, vipi lakini haiwezi kugundulika kwamba tumeuza jina la dogo? Kwa njia ipi sasa? Yule dogo hawezi kwenda popote. Alafu hili ni swala la kawaida mbona? Acheni hizo maada, kikubwa tumepata pesa, mambo yaishe. Hayo yalikuwa ni maongezi ya walimu mule ofisini, ambayo yalikuwa yanathibitisha kwamba jina la Kambona tayari lishauzwa kwa mtu mwingine, na kwa wingi wa pesa ambayo walikuwa wanagawana, inaonekana lilikuwa limeuzwa kwa kigogo mkubwa kabisa. Wakati shuleni watu wanagawana jasho lake kijana Kambona, huku mtaani alikuwa anakomaa kudhurura kuuza ndizi kila kona ya kijiji. Maana awamu hii aliona bora ajikite kwenye biashara kuliko zile kazi ngumu ambazo zingine alikuwa anadhulumiwa pesa. Kambona baada ya kuona watu hawanunui ndizi zake kutokana na kashifa aliyoiacha bibi yake pale kijijini, ilibidi arudi kwenye zile kazi ngumu. Kambona alijikuta mawazo ya kwenda mjini yanamjia kichwani, maana aliona pale kijijini atazidi kutumia nguvu tu bila mafanikio. Pamoja na kwamba Kambona alikuwa ni mtoto mdogo mwenye miaka 11 tu, ila alikuwa kakoma mwili kama mtu mzima, na hiyo ilikuwa inatokana na kazi anazofanya. Tukutane sehemu ya 4.